Karibu sana katika Alasiri. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, mimi ni Abdallah Kurani, niko hapa na Temaluka Kasuga. Kama ambavyo tumekuambia, leo tutajikita kuangazia namna ambavyo tafiti zinafanyika na masuala ya tiba asili na tiba mbadala, ni kwa namna gani serikali, taasisi mbalimbali zimewekeza hapo katika tafiti kuhakikisha basi mwananchi ambaye anatumia hii tiba asili na tiba mbadala hapati madhara yoyote, kwa sababu zipo katika nchi yetu. Kuna wataalamu wa hayo mambo, ni kwa namna gani sasa watu ambao, kwa sababu bila tafiti Tema hata kutaka kuongewa utakiwi. Acha kunywa dawa. Kama hujafanya tafiti utakiwa kukisemea kitu, ndugu yangu. Ndo wazungu wanasema no research no right to say. Basi sawa, sababu watafiti wapo na wamejikita huko, wanaendelea kupambania. Ndio. Wao watatueleza vizuri kabisa. Maana unajua mambo ya tiba asili bwana, hakuna kipimo. Yaani tunajifanyiaga tu. Ukishaambiwa majani ya mpela, sijui majani ya machungwa twanga kunywa tumbo litakata. Unakumbuka kipindi cha corona? Hujaambiwa majani ya mpela mangapi, majani ya mchungwa mangapi. Wewe unaenda kujaza tu. Ni hatari sana. Maana tumezoea dawa za hospitali tayari vipimo vipo. Panado 2 mara 3. Haya, majani ya mpela na machungwa. Ndugu yangu, unahesabu wapi? Hebu mwambie daktari tuliuze. Dr. Paul Kazioba, mtafiti mkuu kiongozi kutoka NIMR, karibu sana. Asante sana. Mambo yanakwendaje? Tunamshukuru Mungu, mambo yanaenda vizuri. Sawa sawa. Na majukumu ya kila siku. Sisi tukiketi na mtafiti kutoka NIMR, hususan yeye ni mtafiti mkuu, tunakuwa tupo uhuru kwa sababu kila kitu ambacho tutakuuliza kina majibu. Kitakuwa kina majibu kwa sababu mmekifanyia tafiti bila shaka. Tuambie kwanza kuhusiana na NIMR, kwa mtu ambaye hafahamu, nashughulika na masuala gani katika masuala hayo ya tafiti? Asante mtangazaji. NIMR ni taasisi ya taifa ya utafiti wa magonjwa ya binadamu. NIMR ni kifupi cha National Institute for Medical Research. Ni taasisi ambayo sasa imekomaa, ina umri mkubwa wa kutosha tu. Ilianzishwa kwa sheria ya bunge ya mwaka 79. Kwa wakati ilikuwa inaitwa sheria namba 23. Sasa hivi wameweka kwenye chapter class, kwa hiyo sikumbuki haraka chapter namba ngapi, lakini ikiwa na kazi nyingi tu. Moja ilikuwa ni kufanya tafiti za afya zitakazochangia kwenye kuboresha utoaji huduma za afya na kupambana na maradhi. 2, kufanya tafiti kwenye tiba asili ili ziwezwe kuingizwa kwenye mfumo rasmi wa matibabu, hivyo kuchangia kwenye kupunguza ukubwa wa magonjwa au changamoto ya magonjwa. 3, kuratibu wa utekelezaji wa tafiti mbalimbali za afya kwa maana ya jukumu la udhibiti, regulation, kuratibu na kudhibiti maadili ya tafiti za afya nchini, na kupitia hiyo kwa taasisi inasimamia kamati ya taifa ya maadili ya utafiti. 4, kutengeneza mfumo wa kutoa matokeo ya tafiti mbalimbali za afya hapa nchini. Sio lazima ziwe za NIMR peke yake, lakini na taasisi zingine zote ambazo zinafanya tafiti za afya, basi ile sheria iliipa NIMR mamlaka ya kuanzisha mfumo au utaratibu wa utoaji wa matokeo ya utafiti ya afya nchini, na kazi zingine nyingi tu, lakini nimezungumza hizo ambazo ndio hasa zinaonekana sana kwenye public, kwenye jamii. Sawa. Tunazungumza leo kuhusiana na umuhimu wa tafiti katika kuimarisha matibabu ya tiba asili pamoja na tiba mbadala. Kabla tujakwenda umuhimu wa tafiti katika eneo la tiba asili na tiba mbadala, utafiti unahitajika kwa kiasi gani katika hili eneo? Kwa sababu ni rahisi kupata tiba asili na tiba mbadala. Hizi dawa nyingine mpaka umuone daktari akupe cheti unaenda ndo unapewa dawa. Lakini hizi tiba nyingine za asili unaweza kupata kwa babu bibi huku akakwambia tumia mzizi huu kunywa. Una umuhimu gani wa utafiti katika eneo hili? Asante sana ndugu watangazaji. Kwanza, utafiti, lengo la utafiti wowote ni kutoa majawabu. Kutoa majawabu, lakini pia kuthibitisha kwamba jambo hili lipo na ni kweli linafanya kazi, na kutoa shahidi mbalimbali bila mashaka kwamba hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo kwenye tafiti kwenye tiba asili, changamoto ambayo imekuwepo kwa miaka mingi sana ni kuwepo tafiti chache sana ambazo zinathibitisha ubora na usalama wa tiba asili. Sasa
umuhimu wa utafiti kwenye tiba asili unakuja pale ambapo tunataka wananchi wetu watumie dawa hizi zikiwa salama, zimethibitishwa usalama, lakini pia zimethibitishwa tija kwamba zinatibu ugonjwa husika. Na mtakubaliana na mimi, dawa moja inaweza ikazungumzwa ikatangazwa inatibu magonjwa 10. Sasa ukimkuta mtu mwelewa wa tiba anakuambia sasa ili kama inatibu hiki, inatibu hiki, inatibu hiki, inatibu na kile, inafanyaje kazi? Sasa inafanyaje kazi, ili kujua hii dawa inafanyaje kazi katika kutibu ugonjwa A, ugonjwa B, ugonjwa C, pale unahitaji kufanya tafiti, na ziko tafiti za aina mbalimbali ambazo zinaweza zikapelekea kuthibitisha usalama wa dawa, lakini pia tija ya dawa katika kutibu maradhi husika. Kwa hiyo sayansi au utafiti kwenye tiba asili ni jambo la msingi sana katika kumlinda mwananchi asije akapata madhara ya muda mfupi, madhara ya muda wa kati au madhara ya muda mrefu. Madhara ya muda mrefu huwezi kuyaona leo. Unaweza kutumia dawa leo, lakini madhara yake yakaanza kutokea baada ya miaka 20 au 15 mpaka 20 na zaidi. Lakini pengine inaweza isikupate wewe. Kwa mfano umetumia dawa ukiwa bado kijana, miaka 15, 17, 20, 30 hapo. Hizi dawa sio lazima tiba asili, dawa yote isipoangaliwa usalama wake inaweza ikaleta madhara kwenye mfumo wa DNA zako. Usiyaone hayo kwako moja kwa moja, lakini kaja ikawapata watoto wako, au pengine kaja akaanza kujitokeza kwa juu. Kwa hiyo tafiti zina wigo mpana sana wa kuthibitisha usalama wa dawa kwa kuangalia mambo mengi kama hayo. Yaani hapo unatuambia jambo ambalo kila nikifikiria, unajua kuna watu wengine ambao wamekuwa wakizoea kwamba anaweza akawa anakunywa dawa ya hospitali na dawa ya tiba asili akawa anakunywa kwa sababu anasema haziingiliani, kwa sababu tunajua dawa ya hospitali ukinywa zaidi ni madhara yanatoka haraka, tunayaona kwamba inawezekana umekunywa dawa ambayo unaweza baadaye ukapoteza fahamu, ukapoteza maisha. Lakini kuna watu wanadiriki kunywa mtafiti, dawa ya tiba asili na dawa ya hospitali kwa sababu anasema hazina madhara kwa sababu haziingiliani. Hili unaliona kwa namna gani? Hilo ni jambo gumu kidogo, kwa sababu matumizi ya dawa mbili tofauti. Kwanza dawa ya kisasa hii modern medicine hizi ameenda either akapata hospitali au pharmacy, duka la dawa, akaelekezwa namna ya kunywa. Kumbuka wakati anatibiwa na daktari au anapewa dawa na mfamasia baada ya kujieleza dalili alizonazo. Ile siri nyingine hamwambii daktari, utabibu. Kwamba bwana mimi nimekuja lakini wakati huo mimi natumia dawa fulani. Au hawasemi. Kwa hiyo inabaki kuwa siri yake. Sasa yeye atachukua ile dawa, atafuata maelekezo, atakunywa. Kumbuka na hii tiba asili nayo amepewa maelekezo na mtaalamu wa tiba asili. Sasa hapo kunakuwa na changamoto. Ni kuomba Mungu kwamba hizi dawa 2 au 3 au 4 zikikutana huko kwenye mfumo mwilini huko zisiwe na tabia ya kukinzana. Zisikinzane au moja ikasababisha dawa nyingine badala ya kuwa inatibu ikaifanya ikawa inaleta madhara mengine, kwa sababu hizi ni kemikali. Lazima tukubaliane hilo. Iwe ni tiba asili, iwe ni dawa ya kisasa, zote ni kemikali. Kemikali kwa maana kwa sababu tumezoea viuatilifu ni kemikali hizi. Kwa maana sio kila kemikali ni sumu, hapana, naomba kwanza nisahihishe. Ni kemikali kwa sababu lazima kuna kiuatilifu ndani ya hiyo dawa, iwe ni jani au juisi imetoka kwenye magamba ya miti au ni kidonge kwenye dawa ya kisasa. Kuna viuatilifu ambavyo vimefanyiwa utafiti na kuonekana vinaua vimelea fulani au vinarekebisha mfumo wa mwili ili labda pressure au sukari yako ikae sawa. Sasa zile kemikali zikiingia mwilini, zikinyonywa kwenye mfumo wa mwili, zinaingia kwenye sasa Kiingereza tunasema biochemistry, kwenye mfumo wa kemia wa mwili na zinafanya kazi. Sasa katika ule mchakato wa kufanya kazi, kwa sababu mwili haukai, unaipokea, unaifanyia kazi kwenye viungo vyako huko ndani, then inaenda kufanya kazi. Sasa inaweza kukutana na dawa nyingine. Umekunywa dawa ya miti fulani, labda umepewa na bwana kazi wao baba amekupa. Sasa kwenye hii miti miwili kuna kemikali huko ndani. Kumbe zikikutana na viuatilifu huko ndani, kuna viuatilifu kwenye dawa ya kisasa, vikikutana vinaweza vikatengeneza
likiwatilifu moja hatari sana likakuletea madhara. Sasa madhara yako mengi, yanaweza katokea mengi, mengine ya muda mfupi, mtu anaanza kupata shida, wengine labda anatapika, labda kuhara na kufanya nini. Lakini hapo mengine magumu zaidi, unaweza ukaumiza viungo vya ndani kama figo, ini na kadhalika. Hapo ndo unakuwa sasa hujui umkamate nani, wa hospitali au wa tiba asili. Sasa wa hospitali sio rahisi kumkamata kwa sababu yeye ana utaratibu. Anakupa dawa ambayo imethibitishwa na iko kwenye miongozo. Sasa kama ulivyosema daktari kwamba huwa wanaficha. Chochote kitakachomkuta ndugu watakuwa wanalalamikia hospitali alikopewa dawa, wakati wana siri yao huku. Sasa ndio ndugu yao amezidiwa, umempeleka hospitali. Sasa mzigo unafikia ataangushiwa nani? Mimi nadhani hapo sasa tunakuja kwenye hoja yenyewe ya msingi kwamba tiba asili zinahitaji sana kufanyiwa tafiti za usalama na tija na ubora katika kutibu. Kwa sababu wataalamu wa utafiti, kuna wakemia humo, kuna wafamasia, kuna wataalamu wengi biolojia na kadhalika. Na hawa wakemia dawa au farmakolojia na kadhalika, hiyo mitu inaochanganya wao, siku hizi sayansi imeendelea sana. Sio kama ile ya zamani wakati tunajifunza ilikuwa lazima unaanza kimoja. Sasa hivi kuna mashine ukiweka tu kwenye mitambo inakwambia kuna nini kule ndani. Wataangalia viuatilifu au kemikali zilizoko kwenye hiyo dawa yako. Na wanaweza wakwambia mtu akitumia dawa hii au mgonjwa akitumia dawa hii asitumie dawa hii ya kisasa kwa sababu inawezekana zikaleta shida. Sasa hiyo ni sayansi, hiyo ni sayansi. Sasa changamoto ni kwamba kwenye tiba asili, maana ni marafiki zetu tunafanya nao kazi. Uvumilivu wa kusubiri sayansi ifanye kazi na itoe majibu ili sasa kwanza kuleta imani kwenye tiba yenyewe, kumfanya mgonjwa na ndugu yake awe na confidence kwamba natumia kitu ambacho kimethibitishwa kisayansi kwamba kiko salama, inakuwa ndogo. Lakini sayansi au utafiti ukifanyika, hata wewe unakuwa unasimama kifua mbele unasema dawa yangu bwana hii safi. Na anaweza kuambia hii dawa bwana unatumia dawa gani? Kwa sababu wanahudhuria semina mbalimbali wataalamu wa tiba asili. Kwa wanaambiwa angalieni, tafuteni ushauri wa kitaalamu, una dawa za aina gani, watakushauri. Kwa hiyo utafiti ni muhimu sana. Sasa tuko hapa na Dr. Paul Kazioba ambaye ni mtafiti mkuu kutoka NIMR, tukizungumza naye umuhimu wa tafiti katika kuboresha masuala mazima ya tiba asili na tiba mbadala. Moja kati ya vitu ambavyo ni ukweli ulio wazi ni kwamba matibabu ya tiba asili kwa kiasi kikubwa tunapata kwa waganga wa tiba asili na tiba mbadala. Na waganga wa tiba asili na tiba mbadala kuna mfumo ambapo Wizara ya Afya imeweka, wanasajiliwa kabisa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala. Hawa waganga hawa, kabla zile dawa hatujaenda kuchukua kwao, huwa mnaletewa nyie NIMR kuzifanyia tafiti ama utaratibu upoje hapo? Kwanza labda nianze kwa kusema wataalamu wa tiba asili wako wengi sana. Wako wengi, maelfu na hiyo moja, lakini taasisi ambazo zina uwezo wa kufanyia tafiti hizi dawa sio NIMR peke yake. NIMR ina jukumu la kitaifa la kuratibu na kufanya tafiti pia, lakini wako Muhimbili kupitia taasisi ya tiba asili ITM, MUHAS wanafanya tafiti hizo. Ukienda Chuo Kikuu Dar es Salaam, ndaki ya sayansi, nafikiri kuna kemia na watu wa biolojia huko wanafanya tafiti hizo. Ukienda St. John, Chuo Kikuu cha Mtakatifu Yohana cha Dodoma wanafanya. Ukienda sasa hivi hata KCMC kule wanafanya. Nelson Mandela, taasisi ya sayansi na teknolojia wanafanya. Kwa hiyo taasisi nyingi sana sasa hivi zimewekeza kwenye kufanya tafiti na chunguzi za ndani kuhakikisha kwamba hizi dawa moja zinakuwa salama, lakini zinachangia sasa kwenye kutatua changamoto za afya. Sasa ile swali kwamba lazima zije kwetu namna mbili. Namba moja, zije kwetu wakati gani? Kabla sasa hajazitumia sasa. Sasa kabla nyewe hamjatumia ili zisajiliwe lazima tuiqualify kwamba ili wewe utumie dawa ambayo imesajiliwa. Kumbuka baraza linasajili. Linawasajili wataalamu wa tiba asili, linasajili na dawa zao. Sasa ili ile dawa isajiliwe na baraza, wataalamu wa tiba asili wanashauriwa kupeleka dawa zao kwa mkemia mkuu wa serikali kwa ajili ya uchunguzi wa awali wa sumu kuvu na kadhalika na kadhalika, lakini na ushauri zaidi.
Lakini pia kile cheti cha mkemia wa serikali, mkemia mkuu wa serikali, mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali, ikitoa kile cheti kinamsaidia mtaalamu wa tiba asili kusema kwamba dawa hii alileta hapa na tumeangalia ina viuatilifu hivi na hivi na hivi, hivi viko salama, hivi vina changamoto hii na kadhalika na kadhalika na mengine mengi. Lakini pia wanampa ushauri wa kitaalamu. NIMR pia tunaweza kufanya hivyo, lakini sasa kile cheti sisi hatutoi, anayetoa cheti ni mkemia. Kwa hiyo tunawashauri waende kwa mkemia mkuu. Sisi kwetu tunafanya tafiti za ndani zaidi kuangalia pengine dawa inafanyaje kazi na kuangalia dozi. Mkemia mkuu afanye dozi, yeye anaangalia usalama wa dawa, ila wataalamu wa kumshauri mtaalamu wa tiba asili dozi hii iko juu sana, iko chini na usalama ukoje kwenye mifumo ya kibiolojia. Kwa nini ni muhimu sana? Of course. Sasa namba 2 au namba 3 hapo, sisi sasa tunakuja tena tuna jukumu tumepewa na serikali na wizara kwamba zile dawa ambazo zimesajiliwa na baraza na zinahitaji kuingizwa kwenye huduma jumuishi ya utoaji wa tiba inayojumuisha tiba asili, kama nadhani na hiyo taarifa, inabidi zije NIMR kwa kuangaliwa usalama, pia kuangaliwa viuatilifu vikoje na kadhalika na kadhalika, mambo mengi tu. NIMR ikishafanya hiyo tathmini na kuona salama na vigezo vya ubora, basi inatoa taarifa, ile dawa inaweza ikaingizwa kwenye zile dawa kadhaa ambazo zimeingia kwenye hospitali 10 na ngapi, karibia 14, au isiingie kutokana na vigezo ambavyo vimewekwa. Kwa hiyo sisi ni tafiti, lakini pia tunatoa ushauri wa kitaalamu kwa kuzingatia pia wenzetu michango yao kwenye kuchunguza dawa inasemaje, na watu wetu wa microbiolojia wanaangalia, watu wetu wa maabara ya kufanya tathmini ya dawa kupitia mitambo ya kisasa wanasemaje, na mengine mengi, then tunatoa ushauri. Lakini mimi nadhani kama huenda labda watu wanakwepa kwamba gharama ni kubwa sana za nyinyi watafiti, ndio maana akishapitisha labda kwa mkemia, akishapewa ni salama kibali, yeye hapo sasa dozi anajipangia yeye, utakunywa chupa 4 kwa muda wiki moja. Ili swala la gharama naomba nisingie ndani sana, lakini labda sisi wote hapa tunajua hili jambo. Kuna dawa tiba asili inatolewa na mtaalamu wa tiba asili, inauzwa shilingi 1,000, 2,000, 3,000. Tukubaliane. Amna kweli, si kweli? 2,000, 3,000, 5,000 niambieni, ambayo kila mwananchi anasema bwana nenda kwa Kulwa na kufahamu kwa jina la Kulwa, ushakuwa maarufu, dawa ishakuwa maarufu, utaipata kwa 5,000. Shakuwa maarufu, sindataweka 60. Umeona sasa? Kwa hiyo maana yake unaposema ni gharama kivipi? Kwa sababu hakuna utafiti ambao unakuja kwa bei nafuu. Hata dawa za kisasa mnazoziona hizi, tafiti zake zina gharama kubwa sana. Hii ya tiba asili imerahisishwa, pengine baadaye nitazungumza imerahisishwaje, lakini gharama haziko juu kiasi hicho. Kama kila kitu kingeingizwa kwenye gharama, hakuna mtaalamu wa tiba asili angeweza kulipia tafiti za awali za dawa na tafiti za majaribio ya dawa yenyewe. Dawa moja ikifanywa majaribio ya kina kupitia ngazi zote, kwa maana phase 1, yani ngazi ya kwanza, ya pili na ya tatu, kabla ya kuthibitishwa na kusajiliwa, ni mabilioni ya shilingi. Na hapo inachukua kama muda gani ndio? Sio muda mfupi, ni miaka kwa sababu ni hatua. Of course teknolojia imeadvance, muda umepungua sasa hivi kidogo, lakini miaka ya nyuma ilikuwa inachukua muda mrefu. Nitakupa mfano, kuna dawa moja ambayo sasa imesajiliwa nchini, na mimi bahati nzuri ndio mtafiti kiongozi kwenye mradi. Ili ianze kwanza isajiliwe na Shirika la Afya Duniani imechukua miaka 12. Tangu utafiti mpaka na majaribio yote mpaka ngazi ya 3 na nini, miaka 12. Mwaka wa 12 sasa ndio Shirika la Afya Duniani limesajili, na bahati nzuri na Tanzania ikaja ikasajiliwa, ndio tunafanya majaribio ya namna ya kuifikisha kwa mhitaji. Kwa hiyo ni process. Ila kwa tiba asili kuna miongozo ya Shirika la Afya Duniani ambayo imepunguza hizo hatua.
Sawa sawa. Kwa sababu ni dawa ambayo unaweza kukuta imetumika vizazi na vizazi. Sawa sawa. Yes. Hapo Abdalla hawezi kusubiri. Asubiri miaka 12. 12 inakuwa ni kipengele sana. Imefupishwa. Imefupishwa sasa. Tunatolea mfano miaka kwanza tu hata miaka miwili Dokta. Miaka miwili. Inakuwa ni changamoto. Sasa Dokta, tunazungumzia tiba asili na tiba mbadala. Nataka kidogo tuigusie tiba mbadala kwa sababu tiba mbadala tema wanasema ni tofauti kabisa na tiba asili. Massaging ni tiba mbadala. Ni tiba mbadala. Yes. Watu wanaenda kwenye massages. Yes. Ukienda saluni kidogo lazima ufanywe massage ya kichwa na kila kitu. Wanaenda sana huko. Hizi massage pia zinabidi zifanywe tafiti kabla ya kuanza kutumika katika nchi yetu. Tunaona tu watu wanafanya huko. Utaratibu wake upoje na wenyewe kama ambavyo umetuelezea hapa? Kwenye tiba mbadala kwa maana complementary medicine kwanza ziko nyingi. Masaji, nasema masaji kwa sababu ni maarufu. Sasa masaji kuna medical masaji na masaji ya tuzungumzie hizi za mtaani huko. Hizi ambazo zile za medical tunajua zinakuwa zina maelekezo yake. Sasa hizi za mtaani nazo zina changamoto zake kwa sababu inategemea ameita ni masaji tiba au masaji ya wanaita nini, luxury nini. Sasa tu kwa vyovyote, ikiwa tiba ikiwa luxury, si ni tiba mbadala ama ina utofauti? Sasa inategemea kwa sababu mimi siko deep sana kwenye hiyo la complementary, lakini ninavyojua wale ambao watu wa huduma hizo ambao wamejipambanua kutoa tiba mbadala wanatakiwa wasajiliwe pia. Yes, hizo vituo vyao visajiliwe na huduma gani wanatoa. Tuna Wachina wako hapa wanafanya hizo acupuncture, wanafanya nini, wanasajiliwa. Hata hizo medical massage wanatakiwa wasajiliwe ili watambulike. Kuna wengine wanafanya mpaka hizi sauna, zote hizo ziko kwenye, inategemea. Sasa kuna sauna upande wa recreational, kwa maana sijui Kiswahili tunasemaje, ni nataka ni relax mwili uwe na furaha na nini. Yes, lakini kuna mtu anaenda kufanya masaji kwa sababu misuli yake imekakamaa, nataka zote kuna utaratibu wa kusajili hizo. Sasa hizo taasisi yetu kwa kweli hizo tafiti hamfanyi kwa sasa. Tunadili na dawa. Tunadili na dawa. Dawa kwamba dawa unapaka, dawa unakunywa, sijui unafukiza, as long as dawa na mwisho wa siku itaingia mwilini mwako. Hizo inabidi tufanye tafiti kuhakikisha kwamba hicho kinachoingia mwilini mwako unapaka hakitakuletea shida hapo baada ya muda mfupi au muda wa kati au muda mrefu. Usalama. Tukimalizia Dokta, tufahamu kuna wale ambao wapo vijijini. Ndio. Na wamekuwa wakitumia hiyo mizizi na nini. Nyinyi kama NIMR watafiti mnawafikiaje? Huenda labda wangependa kupata hata hiyo elimu kwamba hata hizo miti mnaotumia inapaswa ifanywe utafiti ili utoe kwa kiwango kile ambacho kinakidhi mahitaji ya binadamu. Asante. Taasisi imeendelea kuimarisha mfumo wake wa mawasiliano na kutoa taarifa hasa ziwafikie wananchi walio wengi kwa kuzingatia pia miongozo, na pia taasisi inafanya kazi kwa karibu sana na Baraza la Tiba Asili kwa sababu wote tuko chini ya Wizara ya Afya, na baraza linafanya kazi kwa ngazi zote kuanzia kijiji mpaka taifa. Na bahati nzuri taasisi imekuwa sehemu ya kamati za kitaalamu za baraza. Kwa hiyo uwepo wa taasisi na taasisi zingine ambazo zinafanya tafiti hizi za tiba asili ili kuhakikisha kwamba tiba inakuwa salama na inachangia kwenye matibabu. Taarifa zimeendelea kuwafikia. Hilo moja. Lakini pili, tumekuwa tunafanya pia hata makongamano ya kisayansi ya tiba asili, na mwaka huu tunalo kongamano mwezi huu linatangazwa na nyinyi mnatusaidia kutangaza. Lengo wananchi, TV ziko mpaka vijijini sasa hivi, wananchi wanaweza wakafuatilia hii mijadala na wakajifunza. Lakini pia huwa tunaalika waratibu wa tiba asili kutoka karibia wilaya zote, wanaweza kuja, wanakuja. Sasa wale wanaondoka na message, na taarifa wanaipeleka kwa wataalamu wao. Na kwa kweli wale waratibu wamekuwa wanasaidia sana wataalamu wa tiba asili walioko pembezoni. Anakuja na kitu chake, anaambia hii dawa inafanyaje, anapata labda na ushuhuda, anaambia hii nenda NIMR
NIMR wana senta zao, kama huko Mwanza nenda NIMR Mwanza, kama huko Tabora nenda NIMR Tabora, tuko karibia nchi nzima. Kwa hiyo akifika kule, kile kituo chetu sasa ndio kinamuunganisha na kituo rasmi ambacho kinafanya tafiti za tiba asili ambacho kiko Ubungo External hapo NIMR Mabibo. Kwa hiyo mtandao wa mawasiliano upo. Hatuwezi kufikia wote kwa wakati mmoja, lakini naamini mawasiliano ni process. Kwa hiyo kupitia hizi mijadala na mikutano mbalimbali, taasisi imeendelea kufanya hilo jambo, na wananchi wengi kwa kweli wanatupigia simu, wengine wanafika mpaka maofisini kwetu. Wale ambao tunaweza tukawasaidia tunafanya kazi, wale ambao wanaona labda gharama na muda utachukua mrefu ndio hivyo wanakimbia, lakini wale ambao wanajua sayansi ni muhimu kiasi gani katika kuimarisha biashara zao huwa wanaendelea kufanya kazi. Tunakushukuru sana. Tulikuwa naye hapa Dr. Paul Kazioba ambaye tulikuwa tunazungumziana kuhusiana na umuhimu wa tafiti katika kuimarisha matibabu ya tiba asili na tiba mbadala. Yeye ni mkuu wa kitengo cha tafiti pale Mendo.